Hujambo, karibu katika matangazo yetu ya jioni kutoka Auba Swahili. Mimi ni Bryce Odibichwa. Tunapatikana live kupitia mtandao wetu wa YouTube kwa jina la Auba Swahili. Pia unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo Facebook tunapatikana kwa jina la Auba Swahili na Instagram Auba Swahili. Tovuti yetu ni www.auba.africa. Habari kuu hii leo. Baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 nchini Tanzania imewekwa hadharani hii leo. Je, imetibu vidonda vya waathirika? Muhtasari wa ripoti imetolewa, wananchi ndio wamepokea. Kwa hiyo itachukua muda kujua kwamba Watanzania wamechukuliaje, lakini kwa kuangalia mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi nimeona Watanzania wengi wamechukulia chanya. Hali ya taharuki inaongezeka katika jimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini ambapo maandamano mapya yameibuka yakilenga wahamiaji wasio na nyaraka. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for Jutsa Mugabe in space. Jutsa Mugabe looking for the one chance, and yes, it's a goal! Leo taarifa zetu tunaanzia kule nchini Uganda. Wanariadha mashuhuri duniani wanajiandaa kushiriki mashindano ya riadha ya London Marathon siku ya Jumapili, ambapo Joshua Kiptigei wa Uganda atakabiliana na ushindani mkali kutoka kwa Jacob Kiplimo ambaye tayari amewasili mjini London. Timu ya APR ya Rwanda imeanza vizuri mashindano ya klabu bingwa ya wanaume ya volleyball barani Afrika 2026 ikiifunga Black Rhino ya Zimbabwe kwa seti 3-0. Awali ya yote tupate taarifa ya habari inayosomwa studioni na Vumilia Kondo. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Auba. Msomaji ni Vumilia Kondo. Lusaka. Serikali ya Zambia imetangaza rasmi leo kuwa imefanikiwa kuchukua ulinzi na uangalizi wa mwili wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Edgar Lungu kufuatia mzozo wa muda mrefu na familia yake kuhusu mahali ambapo kiongozi huyo anapaswa kuzikwa. Mwanasheria mkuu wa Zambia amethibitisha kuwa mabaki ya kiongozi huyo yameondolewa katika nyumba moja ya mazishi mjini Pretoria, Afrika Kusini, ambako alikuwa amehifadhiwa tangu alipofariki dunia mwezi Agosti mwaka jana wakati akipata matibabu. Hata hivyo, hatua hiyo ya serikali imezua taharuki kufuatia malalamiko ya familia ya Lungu ambao wanadai kuwepo kwa amri ya dharura ya mahakama inayoelekeza mwili huo ubaki mikononi mwao. Familia ya marehemu imekuwa ikishinikiza kufanyika kwa mazishi ya faragha mjini Johannesburg, wakisisitiza kuwa moja ya matakwa ya mwisho ya Lungu ilikuwa ni mpinzani wake wa kisiasa na rais wa sasa Hakainde Hichilema kutokaribia mwili wake wala kuongoza mazishi yake. Licha ya mvutano huo, Mahakama Kuu ya Afrika Kusini hivi karibuni iliegemea upande wa serikali ya Zambia ikiamuru mwili huo urejeshwe Lusaka kwa ajili ya mazishi ya kitaifa. Edgar Lungu aliongoza Zambia mwaka 2015 hadi 2021 ambapo alishindwa na Hichilema katika uchaguzi mkuu. Washington. Wajumbe kutoka nchi za Lebanon na Israel wanakutana leo kwa duru ya pili ya mazungumzo ya ana kwa ana yakiongozwa na upatanishi wa serikali ya Marekani. Mazungumzo haya muhimu yanalenga kurefusha muda wa usitishaji vita kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah na makubaliano ambayo yanatarajiwa kufikia ukomo ifikapo Jumapili ijayo. Hali ya usalama imekuwa tete katika saa 24 zilizopita nchini Lebanon baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kusababisha vifo vya watu 5 akiwemo mwandishi wa habari mashuhuri wa gazeti la Al-Akhbar Amal Khalil. Licha ya mauaji hayo yaliyozua simanzi, serikali ya Lebanon kupitia Rais Joseph Aoun imesema itaendelea na mazungumzo hayo kwa lengo la kuhakikisha jeshi la Israel linaondoka katika maeneo ya kusini mwa Lebanon na kuanza mchakato wa ujenzi wa nchi. Kwa upande wake, mbunge wa Hezbollah Hassan Fadlallah amesisitiza kuwa kundi hilo litaheshimu usitishaji vita iwapo tu kutakuwa na utekelezwaji kamili wa masharti kutoka upande wa Israel, huku akionya dhidi ya mawasiliano yoyote ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili. Na hatimaye Ayanapa.
Mji wa Ayia Napa nchini Cyprus unakuwa mwenyeji wa mkutano wa kilele wa viongozi wa Umoja wa Ulaya EU, ambapo leo umemkaribisha Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mkutano huu unafanyika katika mazingira ya shamra-shamra kufuatia hatua ya kihistoria ya viongozi hao kuidhinisha mkopo wa euro bilioni 90 kwa ajili ya kuisaidia Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Urusi. Fedha hizo ambazo zilikuwa zimezuiliwa kwa muda mrefu kutokana na pingamizi za kisiasa ndani ya umoja huo, sasa zinatarajiwa kusaidia mahitaji haraka ya kijeshi na kuimarisha uchumi wa Ukraine ambao umepata pigo kubwa tangu kuanza kwa vita mwaka 2022. Mbali na suala la Ukraine, viongozi hao wanatumia mkutano huo wa siku 2 kujadili changamoto za kijiografia zinazoukabili ukanda Mediterania na mkakati wa bajeti ya muda mrefu ya Umoja wa Ulaya. Mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili Auba, iliyosomwa nami Vumilia Kondo. Asante Vumilia Kondo kwa taarifa ya habari. Sasa tuanze uchambuzi wetu tukianzia nchini Tanzania. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema ataunda chombo maalum cha upelelezi ili kutambua waliopanga, kuratibu, kufadhili matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Esther Mtebe amefuatilia tukio hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Akipokea ripoti ya Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliopita, iliwasilishwa kwake na mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji mstaafu Othman Chande, Rais Samia amesema amepokea mapendekezo yaliyotolewa na kwamba atafanyia kazi pendekezo mojawapo likiwa hilo la kuunda chombo cha kuchunguza baadhi ya masuala yaliyojitokeza wakati wa mchakato wa kukusanya maoni ambayo hayakuweza kuthibitishwa. Tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Rais Samia amesema baada ya kazi ya upelelezi kukamilika, ataunda tume nyingine itakayoshughulikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikishia Watanzania kuwa mchakato wa katiba mpya utaanza na kukamilika katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 anayoiongoza. La pili tutakalofanya ni baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekeza au yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Rais Samia ameendelea kuwahimiza Watanzania kuungana na kuwa na umoja ili kulinda amani iliyopo nchini na kuonya kuwa amani ikitoweka kuirudisha sio jambo jepesi. Akiwasilisha ripoti hiyo, mwenyekiti wa tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, Jaji mstaafu Othman Chande ametaja idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na ghasia kuwa ni 518 huku idadi ya waliojeruhiwa ikiwa ni 2390 wakiwemo raia 2270 na askari 120. Kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6 na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Jaji mstaafu Chande amepongeza ushirikiano wa watu na makundi mbalimbali yaliyowezesha tume yake kufanya kazi vizuri, kisha akatoa mapendekezo kadhaa kwa Mheshimiwa Rais. Rais Samia aliunda tume hiyo Novemba 18, 2025 ikiwa na wajumbe 9 na kufanya kazi kwa siku 153 hadi ilipowasilisha ripoti yake hii leo. Tukiwa bado katika ripoti hiyo, mwandishi wetu Nesta Masangula amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika Thomas Kibwana akiwa jijini Dar es Salaam. Ameanza kwa kumuuliza, je, ripoti hiyo imegusa kiini cha matukio ya Oktoba 29 na kutibu vidonda vya Watanzania? Kwa hakika ripoti hii imegusa kiini cha matukio ya Oktoba 29. Mwenyekiti wa tume Jaji Chande ametaja
vyanzo vya yaliyotokea, lakini pia vichochezi yaliyotokea. Sasa kwa upande wa kuponya vidonda vya Tanzania, hilo nadhani ni swala ambalo inabidi tusubirie, kwa sababu ndo kwanza leo muhtasari wa ripoti imetolewa, wananchi ndo wamepokea. Kwa hiyo itachukua muda kujua kwamba Watanzania wamechukuliaje, lakini kwa kuangalia mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi nimeona Watanzania wengi wamechukulia chanya, na nadhani kwamba ni mwanzo mzuri kwenda kuelekea katika maridhiano ya kitaifa ili taifa iweze kusonga mbele. Ni mapungufu gani imejitokeza katika ripoti hiyo na mbinu zilizotumika katika utafutaji wa taarifa? Njia zilizotumika kufanya uchunguzi ni za kisayansi kabisa. Jaji Chande aliweka wazi kwamba walitumia vyanzo mbalimbali, ikiwemo kuhoji watu walioathirika na matokeo Oktoba 29, watu walioshiriki kufanya ghasia Oktoba 29, waliita vyama vya siasa mbalimbali, vikundi mbalimbali na watu binafsi mbalimbali, na ikawazi kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwa bahati mbaya hawakuitikia wito kuweza kuongea na tume. Lakini ukiangalia ule muhtasari aliotoa Jaji Chande, utaona kabisa kwamba alijitahidi kadri iwezavyo kugusa kila kikundi ambacho kinahusika kwa namna moja au nyingine kwenye matokeo yaliyotokea. Je, kwa mtazamo wako, ripoti hiyo imeweka wazi ni nani anapaswa kuwajibika au imeacha mwanya kwa baadhi ya maeneo? Kuhusu nani anapaswa kuwajibika, ikumbuke kwamba leo kilichosoma ni muhtasari tu, na hakuna mtu au kikundi iliyotajwa kwa jina. Baada ya muhtasari uliotolewa na Jaji Chande, Mheshimiwa Rais alitoka na kusema kwamba kitaundwa chombo maalum sasa ya kuchunguza yale ambayo yatakuwa yameainishwa kwenye ripoti, lakini mpaka sasa hakuna mtu au kikundi ambacho kimetajwa hadharani kwa jina. Kwa ni ngumu kusema kwamba nani atawajibika. Na mwisho tuangalie kwa namna gani ripoti hii inaweza kubadilisha taswira ya serikali ya Tanzania kwa wananchi, lakini pia kwa jumuiya za kimataifa. Nadhani hatua zitakazofuata sasa zitachangia kwa kiasi kikubwa mtazamo wa wananchi na jumuiya ya kimataifa. Kuanzia hiyo chombo ambacho kitaundwa kuchunguza matokeo yaliyotokea Oktoba 29, kamati ya maridhiano ambayo itaundwa kwa ajili ya kutoa mapendekezo ya jinsi ya kuenenda kwenye mchakato wa kupata katiba mpya. Mchakato utakaofuata ndio itakaotoa taswira halisi. Ni Thomas Kibwana akihitimisha mahojiano ya Nesta Masangula. Na sasa tutoke Tanzania twende kusini mwa Afrika. Hali ya taharuki inaendelea kuongezeka katika jimbo la KwaZulu Natal nchini Afrika Kusini kufuatia kuzuka upya kwa maandamano yanayolenga wahamiaji wasio na nyaraka, hali inayozua hofu ya kurejea kwa vurugu na chuki dhidi ya wageni. Tayari miito imeanza kusambaa katika mitandao ya kijamii nchini humo ikiwataka raia wa Afrika Kusini kujitokeza kwa wingi katika maandamano ya nchi nzima dhidi ya wageni yanayotarajiwa kufanyika tarehe 4 mwezi ujao. Katika jiji la Durban, mamia ya waandamanaji walijitokeza barabarani mapema wiki hii wakitaka serikali ichukue hatua za haraka kudhibiti kile wanachodai ni ongezeko la wahamiaji haramu nchini. Maandamano hayo yaliyoandaliwa na kundi la kijamii yaliwashuhudia waandamanaji wakipita katika maeneo mbalimbali ya jiji, huku baadhi yao wakijaribu kufika katika maeneo yenye biashara zinazomilikiwa na wageni. Mposelo ni mwandamanaji. Hatuwachukii wageni, lakini hali ni ngumu kwa wananchi wa hapa. Hakuna ajira na serikali inapaswa kuweka mbele maslahi ya watu wake kwanza. Baadhi ya waandamanaji wanadai kuwa wahamiaji wasio na vibali wanachangia ukosefu wa ajira, hali ambayo imeongeza pia mzigo katika huduma za kijamii ambazo tayari ni finyu. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa mtazamo huo unaweza kuchochea migawanyiko hatari katika jamii. Clement Mashaba ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Pretoria. Maandamano kama haya yanaweza kugeuka kuwa vurugu kirahisi. Tumewahi kuona hali kama hii kabla. Ni muhimu kuhakikisha watu wasio na hatia hawadhuriki.
Vyombo vya usalama vilitumwa katika maeneo mbalimbali ya Durban kufuatilia hali hiyo baada ya kuripotiwa kwa mvutano kati ya waandamanaji na baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi za majeruhi makubwa, lakini mamlaka zinaendelea kuwa macho kutokana na hofu ya hali kuzorota. Tunatoa wito kwa wananchi wote kubaki watulivu na kuwasilisha malalamiko yao kwa njia za amani na kwa kuzingatia sheria. Afrika Kusini imewahi kushuhudia matukio kadhaa ya vurugu dhidi ya wageni, ikiwemo mashambulizi makubwa ya mwaka 2008 pamoja na matukio mengine yaliyofuata miaka ya karibuni. Mchambuzi Mashaba anafafanua zaidi. Chanzo kikuu cha hali hii ni ukosefu wa ajira, pengo la kiuchumi na hali ngumu ya maisha. Bila kushughulikia mizizi hiyo, maandamano kama haya yataendelea kujirudia. Wakati hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu katika jimbo la KwaZulu-Natal, mamlaka zimetaka hali ya utulivu, huku wito ukitolewa kwa wananchi wa Afrika Kusini kushiriki maandamano ya nchi nzima ya kupinga wageni yanayotarajiwa kufanyika tarehe 4 mwezi ujao. Bryce Odibichwa, Auba, Pretoria. Mpenzi msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Auba. Tunapatikana live kupitia mtandao wetu wa YouTube na mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram kwa jina la Auba Swahili. Tuangazie mafuriko nchini Kenya. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini Kenya imesababisha hasara kubwa, ikiwemo uharibifu wa miundombinu na mali. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini humo imetoa tahadhari ikisema kuwa mvua hiyo itaendelea kunyesha kwa siku 6 mfululizo, huku ikionya kuwa kiwango cha mvua kinaweza kuongezeka na kuambatana na upepo mkali. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Mombasa. Kaunti ya Mombasa ndiyo imeathirika zaidi, kwani mafuriko yamesababisha barabara nyingi kutopitika na shughuli za kawaida kusimama katika baadhi ya mitaa. Wananchi hapa wamekuwa na haya ya kusema. Kwa hali hii kuna mtu ambaye anaweza kutembea aje anunue viazi. Hata kama unajua kupika viazi, kwa hali hii ataogelea maji haya aje anunue. Kwa hivyo kila kitu kiko chini. Biashara, makazi ni hali ngumu yani huku. Tunahofia ya kwamba tuko na watoto wadogo hapa, na hii maji obviously inakuja inaleta outbreak, kuna malaria, kuna umbu. So tulikuwa tunaombelea sana serikali, jameni mtusaidie. Na kukiwa na maji kama haya, obvious wenye vibanda, wenye kuuza hata sabuni ni mali haziwezi enda kwa haraka juu tuko katikati ya maji. So inatuathiri sana. Waziri wa barabara na miundombinu katika kaunti ya Mombasa, Dan Manyala, amesema serikali ya kaunti imeanza kutafuta njia mbadala za kukarabati na kuboresha mfumo wa mabomba ya kupitisha maji taka. Bado kuna sehemu ambazo kuna shida na department inafanya bidii kuweza kudesign solution. Nimezungumza kwa njia ya simu na Aisha Al-Hussein ambaye ni mkurugenzi katika shirika la Msalaba Mwekundu kaunti ya Mombasa kuhusu mvua hiyo inayoendelea kunyesha. Tumekuwa na vikao kadhaa kujitayarisha, tukafanya tahadhari pia, na pia tuko na community structure zetu kama Kenya Red Cross. Tulikuwa tumewaactivate kutoka mwezi wa Februari, ambao wamekuwa nyanjani wakiongea na community kueleza hatari ya mvua ambao tuna expect. So tuko na hizi structure ambazo tunaita Community Disaster Committee, ambazo tumepartner with serikali kuu na serikali ya county, ambayo tunaziita Sub County Disaster Committee. Ukikuja kwa ward tunaita Ward Disaster Committee. Ukikuja kwa location tunaziita Location Disaster Committee. Ni community structures ambazo tumeactivate, ambazo zimekuwa nyanjani zikisaidia community members ambao wale wanakaa mahali ambao kuna athari, ama tunaziita hot zone area, pale mahali ambao tunajua kila mvua ikikuja huwa kuna kitu kinatokea kwa hiyo eneo. Naam, tukizungumzia kuhusu raia kuondoka mahali ambapo kuna mafuriko, shughuli ya wao kuhamia maeneo salama, maeneo ya juu imeanza. Tumefanya uhamasishaji. Kama unavyojua binadamu wanaangalia anaenda wapi, atachukuliwa na nani, na venye
kila mtu anafikiria nyumba yake atamwachia nani atoke kwa nyumba. So haiwezi kuwa ni 100%. Tunaweza kusema kuna watu wameweza kutengeneza pia, kama amekuwa na nyumba ya udongo, tukiongea upande wa Miritini, saizi amebadilika, ameweka nyumba yake imekuwa ni ya block. Wametoka kwenye nyumba ambazo walikuwa ni za udongo, saizi wamefanya structures ambazo ni za block, ambao pia zinatusaidia sisi kwa ili wa uhamasishaji wetu ambao tumekuwa tukifanya kwa community. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imeeleza kuwa mvua hizo zitaendelea kunyesha katika kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River, Kitui, Lamu, Garissa, Wajir, Mandera, Taita Taveta na Makueni. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya. Asante Diana. Na sasa turejee nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania imeendelea kutatua changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya hasa maeneo ya vijijini ili kusogeza huduma hiyo kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kunusuru maisha ya mama na mtoto, ambapo siku za nyuma vilitokea vifo vingi vya mama na mtoto kutokana na kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Hawa Kimwaga na taarifa zaidi. Nchini Tanzania, maeneo ya vijijini huduma za afya zimekuwa zikipatikana kwa adha kubwa, kwani wananchi wanalazimika kutembea umbali mrefu hadi kilomita 20 kufikia huduma hizo, hali inayopelekea wanawake kujifungulia njiani na wakati mwingine kupoteza maisha. Hali hiyo imepelekea serikali kufanya jitihada mbalimbali kuhakikisha huduma zinapatikana ili kukomesha vifo vya mama na mtoto. Na sio tu serikali kuchukizwa na vifo vya mama na mtoto, bali hata wananchi wameichoka hali hiyo na kuamua kuanza kuwekeza nguvu zao katika ujenzi wa zahanati, huku serikali ikiwaunga mkono katika umaliziaji na kuanzisha huduma rasmi. Hawa hapa ni wakazi wa kijiji cha Idekamiso, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora, wakizungumzia hisia zao mara baada ya kukamilika ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho. Tulisumbuka sana kutembea kutoka hapa Idekamiso mpaka Mienze. Yani tulisumbuka kweli, hasa wale wakina mama wajawazito na watoto kwa ujumla ambao walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa. Mtoto akiugua, usafiri nao ni shida. Kwa kweli tunashukuru sana kwa huduma tumeipata. Usafiri ulikuwa wa shida, tunatumia hela nyingi sana. Sasa hivi na shukrani sana, huduma inatusogelea karibu. Hata kwa miguu natembea, nafika hospitalini. Shiyangi Jonathani ni afisa mtendaji wa kijiji cha Idekamiso, anaweka wazi taarifa za ujenzi wa zahanati hiyo. Wananchi walitoa mchango yao kwa kazi, rasilimali na usimamizi wa pamoja, ambapo walichangishana kiasi cha shilingi milioni 12,80. Pesa hiyo ilifikisha mradi katika hatua ya kukamilisha boma. Aidha, serikali kuu ilitenga kiasi cha shilingi milioni 50 kwa ajili ya umaliziaji wa zahanati ya Idekamiso, na halmashauri ilitenga mapato ya ndani kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu kiasi cha shilingi milioni 15 na kuwa na jumla shilingi milioni 65 ya mapato ya serikali kuu na mapato ya ndani ya halmashauri. Akitoa kauli ya serikali, mkuu wa wilaya ya Uyui Mohamed Mtulia Kwaku amesema, ndugu wananchi wote, utakapokuwa unahitaji kupata huduma uje hapa, kwa sababu zamani mlikuwa mnatembea zaidi ya kilomita 60 kwenda kufuata zahanati, lakini kwa sasa hivi mtakuwa mnatembea umbali mfupi kuja kwenye kupata huduma hapa. Lakini sasa nipende kutoa wito kwa wananchi wenzangu. Jambo la kwanza, tuendelee kujiunga na bima ya afya kwa wote. Fursa hii ni muhimu kwetu sisi wananchi ya kupata huduma ya afya. Hawa Kimwaga, Auba Swahili. Asante Hawa. Na sasa twende Uganda. Baadhi ya raia wa Uganda wameiomba serikali kuandaa kura ya maoni kuhusu mswada wa sheria ya mamlaka ya taifa ya mwaka 2026 ambayo wanadai inamnyima raia uhuru wake wa kuzungumza pamoja na kuwanyang'anya uraia Waganda wanaoishi ughaibuni. Mswada huo wa serikali tayari umeshasomwa bungeni mara 2, huku wananchi wakipeleka maoni yao kwa kamati ya bunge ya sheria wakitaka mswada huo usimamishwe. Mwandishi wa Auba Isaac Mumena ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Kampala. Gumzo kubwa nchini Uganda linaendelea kushika kasi kufuatia mswada wa sheria ya Sovereign Bill ya mwaka 2026 baada ya makundi mbalimbali ya wanasheria na asasi za kijamii kuelezea wananchi kipengele baada ya kipengele kwa mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari kama vile mijadala kwenye redio na televisheni.
Leo baadhi ya wanasheria walifanya mkutano na makundi ya wafanyabiashara pamoja na kuelezea baadhi ya vipengele ikiwemo kile cha raia wa Uganda kama unapokea fedha kutoka nje ya nchi zaidi ya milioni 400 kwanza kujulisha waziri wa mambo ya ndani na kuelezea jinsi utakavyotumia fedha hizo. Pili, raia yeyote wa Uganda anayefanya kazi ughaibuni, mswada huo unaondoa uraia wake. Baadhi ya wananchi wameomba serikali kuwapatia fursa raia wa Uganda kutoa maoni yao kwa kupiga kura ya maoni, anaelezea. Jina yangu ni Robert Kirenga. Hii ni kupinga nchi. Hii ni sheria ya kupinga nchi ambao hata na hii nchi yetu inapatanga pesa kutoka nje. Ingekuwa sio pesa mwenye inatoka nje, hii nchi ingekuwa inafanya kazi na kusonga mbele. Ngine inaona Uganda mwenye anakaa nje ya nchi na yeye anamuona kama foreigner. Kuna watu wa Uganda wanafanya huko kazi, wanatupatia hapa pesa ya kusonga mbele. Sasa wakisema hiyo pesa, mimi naona shida hapa kubwa sana. Asasi zisizo za serikali zimelengwa zaidi katika mswada huu, ikiwa mpaka sasa serikali imefunga akaunti 54 na kuwafungia leseni za kufanya kazi. Mmoja wa wanaasasi ambaye hakutaka jina lake litajwe anaelezea. Sasa ama mambo ya watu wananchi kinatakuwa parliament, tunasema parliament kwa sababu mna rush. Tunasema kwa hivyo tufanye kitu kinaita national referendum. National referendum ndio kitu kinataka tuwezi kuona ati kila mtu Ugandan, every Ugandan anaweza to make a contribution to hiyo sheria. Lakini upande wa serikali unapinga madai hayo, kama anavyoelezea mbunge Sarah Opendi. Anatoa wito kwa wananchi kwenda kutoa maoni yao kwa kamati ya bunge ya sheria. Call upon Ugandans really speaking on Twitter, speaking on social media, commenting about this bill. I've seen people on TikTok will not help. I want to appeal to everybody. A call has been put out by the clerk to parliament. Please make your submissions and find your way. Mswada huo wa sheria kama ukipitishwa na bunge hili la 11 ambalo linakaribia kufungwa wiki 2 zijazo, itaathiri familia nyingi kama anavyoelezea mama huyu. Na wanawake tumejitahidi kusomesha watoto wetu, wamehitimu masomo na kukosa ajira hapa nchini na kwenda mataifa ya nje kutafuta ajira kutusaidia, lakini kwa mshangao mkubwa nimeona mswada huu wa sheria unakwenda kutuathiri sisi pamoja na watu wengine. Wamebadilisha maisha yao, ni watoto walioko nje wamejijengea pamoja na wazazi wao. Na wiki jana kila mbunge wa chama tawala cha NRM walipewa milioni 100 ambazo ni sawa karibu dola 30,000. Kwa mantiki hiyo, wabunge wa NRM ambao ndio wengi bungeni zaidi ya 350 kati ya wabunge 529 watapitisha mswada huo baada ya kuombwa na mwenyekiti wao. Mimi ni Isaac Mena wa idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorinjoji. Joel Sorinjoji up on the run to the left hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Mpenzi msikilizaji, hicho ni kiashirio cha kuingia viwanjani. Tunaenda kupata ripoti muhimu za spoti tukiletewa na Samuel Male. Leo taarifa zetu tunaanzia kule nchini Uganda. Wanariadha mashuhuri duniani wanajiandaa kushiriki mashindano ya riadha ya London Marathon siku ya Jumapili, ambapo Joshua Kiptigei wa Uganda atakabiliana na ushindani mkali kutoka kwa Jacob Kiplimo ambaye tayari amewasili mjini London. Mwanamchezo wetu Isaac Momena ana taarifa zaidi kutoka Kampala. Joshua Kiptigei wa Uganda ambaye alivunja rekodi ya mbio za mita 10,000 na 5,000 duniani ni miongoni mwa wanariadha wanaotarajiwa kushiriki mbio za London Marathon mwaka huu zitakazofanyika siku ya Jumapili tarehe 26 Aprili, zikiwajumuisha wanariadha mashuhuri kutoka Kenya, Ethiopia, Tanzania, Eritrea na Uganda. Hii ni mara ya 3 Joshua Kiptigei kushiriki mbio za marathon baada ya kutoka uwanjani. Mbio zake za mwisho mjini Amsterdam alimaliza masaa 2 dakika 4.54. Ikiwa Sebastiani Sawe, mshindi wa London Marathon mwaka jana, alishinda kwa muda wa masaa 2 dakika 2.27.
Mwanariadha mwingine wa Uganda, Jacob Oprimo, anayepewa nafasi kubwa ya kushinda London Marathon mwaka huu. Mwaka jana 2025 alishinda mashindano ya Chicago Marathon kwa muda wa masaa 2 dakika 2.23. Wanariadha wote hao wawili wanatoka wilaya ya Kapchorwa kaskazini mashariki mwa Uganda. Wakazi wa Kapchorwa walikuwa na haya ya kunena. Mimi nimefurahi sana kwa vijana hao wetu. Tuleta sifa sana sisi kama watu wa Kapchorwa. Kile mashindano hao wanaenda wanashinda, tunaona hao wametufanyia kweli vyema kuona bandera ya Uganda inarudia kupanda. Mbali na Waganda kuna ushindani mkali kutoka kwa Alphonse Simbu wa Tanzania pamoja na Wakenya na Ethiopia. Mimi ni mwana mchezo wako Isaac Mmena wa Auba Radio. Naam, sasa tuelekee kule nchini Rwanda. Timu ya APR ya Rwanda imeanza vizuri mashindano ya klabu bingwa ya wanaume ya volleyball barani Afrika 2026 ikiifunga Black Rhino ya Zimbabwe kwa seti 3-0. Mchezo uliofanyika katika ukumbi wa BK Arena jijini Kigali jana usiku. Mashindano hayo yanashirikisha timu 24, yameanza rasmi jana Jumatano na yatatamatika Mei 3, 2026. Pota wetu kutoka Kigali, Christopher Karenzi, anatufahamisha zaidi. Mabingwa hao wa Rwanda walionyesha kiwango cha juu katika mchezo ulioshuhudiwa na Rais Paul Kagame. APR ilidhibiti mchezo mapema katika seti ya kwanza ambapo alifunga kwa pointi 25-18. Katika seti ya pili, kocha mkuu Sami Mulinge alifanya mabadiliko katika kikosi chake akimuingiza Willy Mucho. Black Rhinos walishindwa kupata majibu huku APR ikiendelea kushinikiza na kufunga mchezo kwa ushindi wa 25-11 katika seti ya tatu. Baada ya kichapo, Nicholas Mbinya, kocha mkuu wa timu ya Black Rhinos, alikuwa na haya ya kueleza. After the 3-0, baada ya kufungwa seti 3-0, napaswa kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya mechi ijayo ili kurekebisha makosa yangu. Timu yangu ni mara ya kwanza kabisa kushiriki katika mashindano haya. Hivyo basi, pale tulipokosea ambako hatukujipanga vizuri, kwa hiyo katika mechi ijayo tutarekebisha maeneo yenye udhaifu. So the next match we are going to work on those areas. Akizungumza baada ya mchezo, kocha Sami Mulinge alisema ushindi wa kwanza ulikuwa muhimu kupunguza pressure kwa wachezaji wake na kutodharau timu yoyote ile ambayo inakuja kwenye mashindano. Niko na wachezaji 14 na kila wakati unajua tunahitaji wachezaji 6 kwa kiwanja. Mimi kama mkufunzi lazima nitumike, nifanye bidii, nihakikishe kwamba wachezaji wote wametumika. Kwa hivyo ile kubadilisha si kuona kwamba ile timu nimeidharau. Ile timu najua kila mtu amekuja hapa, anakuja hapa kushinda. Kocha Mulinge ameongeza kuwa lengo lao hasa ni kufanya bidii katika michuano hii ili wabaki na taji la ubingwa wa Afrika. Mwaka jana tulikuwa nafasi ya 4, ni kweli. Tulingangana na Waarabu, tukangana na watu wa West Africa. Nataka kuhakikishia kwamba hivi sasa ile gap ilikuwa kwa Waarabu na wa Black ni kama imepungua, kwa sababu mara mingi tunacheza, tunawashinda, wanatushinda. Hivi sasa ni 2026. Timu zile zimekuja hapa ni tofauti. So sisi tunataka kufanya bidii, tushinde hii kikombe hapa. Hiyo ndiyo target yetu. Mashindano haya yanaendelea Alhamisi hii huku michezo ikipangwa kuchezwa BK Arena na Petit Stade. Nigeria Customers Service wanashuka uwanjani Petit Stade kupambana na Lito Team Volleyball Club jijini Kigali. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Timu ya watu 17 wa kujitolea kutoka Uingereza imewasili mjini Mombasa nchini Kenya kutoka shirika la kijamii la Glad House ili kusaidia kuimarisha mchezo wa ndondi kwa watoto wanaoishi mitaani ambapo watasaidiwa na shirika hilo. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi amehudhuria mkutano huo na ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Mombasa. Katika eneo la Magongo, watoto kama Kasim mwenye umri wa miaka 12 na Salma wa miaka 15 ambao waliokolewa kutoka maisha ya mitaani sasa wanatumia ndondi kama njia ya kujijenga upya na kupata matumaini ya maisha bora. Ulianza kucheza boxing mwaka gani? 2021. Nilikuwa nikibuliwa sana, nikasema ndugu yangu yuko boxing, niacha pia niingie nijifunze hiyo self defense juu nisikuja nikabuliwa. Tangu nije huko sijai kukula bangi na hizo drugs zingine. Hiyo kucheza ndondi yani nilipenda sababu venye watu wenye wanacheza, sasa mimi mwenyewe nilikupenda mchezo kuanzia kitambo kabla sijaingia. Sasa nikaona mchezo zanipeleka mbali, hata kupanda ndege huko. Kaja nikasaidia na familia yangu pia.
Kocha wa klabu inayofahamika kama Havana Boxing, aliye pia mwanzilishi wa Glads House, Frederick Achola, ameitaka serikali kuweka sera za kulinda usalama wa mabondia, kuepusha ajali. Kenya sasa tunapata tabu. Watu tu wanatoka from nowhere na wanajiita coaches. Hawajui anything kuhusu weight cutting, hawajui anything kuhusu boxers na safety yao. Mmoja wa wageni kutoka Uingereza ni Debbie Down, ambaye ni katibu wa Commonwealth Boxing Commission. Amesema mradi huo unalenga kusaidia vijana kuimarisha maisha yao kupitia ndondi. Boxing is a family. I just want to... Ndondi ni kama familia. Ninachotaka ni kujaribu kusambaza misingi hiyo kwa wavulana na wasichana hapa, ili waone jinsi ndondi zinavyoweza kuwa na manufaa makubwa na kuleta mafanikio katika maisha yao. Boxing can be for you. Wageni hao wametoa msaada wa zaidi ya kilo 300 za vifaa vya ngumi. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya. Kwa taarifa ya Diana Wanyonyi, sports lady huyo kutoka viwanjani, mimi niseme sina la ziada, panapo majaliwa niwatakie usikivu mwema. Asante sana Samuel kwa habari za michezo. Mpenzi msikilizaji, na wewe unayetufuatilia live kupitia mtandao wetu wa YouTube na mitandao ya kijamii, kabla ya kufunga jamvi langu, hebu tujikumbushe habari zetu kuu hii leo. Baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 nchini Tanzania imewekwa hadharani hii leo. Je, imetibu vidonda vya waathirika? Muhtasari wa ripoti imetolewa, wananchi ndio wamepokea. Kwa hiyo itachukua muda kujua kwamba Watanzania wamechukuliaje, lakini kwa kuangalia mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi nimeona Watanzania wengi wamechukulia chanya. Hali ya taharuki inaongezeka katika jimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini, ambapo maandamano mapya yameibuka yakilenga wahamiaji wasio na nyaraka. Naam, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Hivyo basi, matangazo yetu hii leo yamefikia tamati. Tukutane tena kesho kwa mwendelezo wa habari na vipindi mbalimbali. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba, mimi ni Bryce Odibichwa na kutakia jioni njema.